Lift up your holy hands to the Lord.
Wakati Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, they sang Hosanna, Hosanna in the highest. There was a triumph entry to Jerusalem. They sang Hosanna, Hosanna in the highest. Hebu sema tu kinywa chako, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna to the Lord. Hosanna into the highest. Hosanna. Oh Jesus. Oh, the Lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Ni wewe umetenda mambo makubwa leo, maana fadhili zako hizo ni za milele. Ni wewe umetenda mambo makubwa leo, maana fadhili zako hizo ni za milele. Ni wewe umetenda mambo makubwa leo, maana fadhili zako hizo ni za milele. Shangilia useme
Mwambie Bwana ni asante, maana yeye ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Either you like it or not, the Lord remains to be good for us. Yeye ni mwema na ataendelea kuwa mwema maishani mwetu, maana fadhili zake ni za milele na milele. Can you shout a mighty great hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. In the presence of our Father, thus we can sit in the midst of the glory of our Father.
Hallelujah. God is good and all the time. Bado tunaongea kuhusu the kingdom of our Father. Naanza hivi, nasema hivi, verse chapter 14 verse 16. For the kingdom of God is not eating or drinking, and it's not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in this thing is acceptable, for he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Kwa inamaanisha, if you want to serve Christ in a acceptable way, that it may be proved of men and of God, or of God and of men, you must understand the kingdom of our Father is not by eating, neither by drinking, but it's by the righteousness of God. When you do the will of our Father, that is the righteousness of our God. So the kingdom of God is not eating and drinking. Ufalme wa Mungu wetu si kukula na sio kukunywa, bali ufalme wa Mungu wetu ni utakatifu. Utakatifu ni nini? Utakatifu ni kusikia vile Mungu anavyosema, alafu wewe unatenda. That is the kingdom of our Father. Na haijafikia tu hapo. Usiseme wewe ni mtakatifu na hauna the peace of God in you. If you are a righteous person, you should have the peace of God in your life. You should also have the joy of the Holy Ghost. Hallelujah. Huwa tunasema the joy of the Lord is our strength. So kuna watu ukiwaangalia vile huwa wanakaa ni kwamba they are not in the kingdom. Na ukiangalia the book of Matthew chapter 5 ili uweze kuelewa. Ulipookoka kuliambiwa kwa Yesu hakuna shida. Kwa Yesu hakuna vita. Nani alikuambia? Kwa Yesu kuna mambo mengi sana. Na inaanza hivi, blessed are the poor in spirit. Matthew chapter 5 from verse 3. Blessed are the pure in the spirit, the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. You must be poor in the spirit. Don't be rich in the spirit. Haustahili kuwa tajiri wa maroho. Uweze kuwa na just the spirit of the Lord in you. Blessed are the poor in the spirit. That is the person of the kingdom of our Father. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. How do you mourn? Si kwa sababu umefiwa, ni kwa sababu kuna mambo mengine ambayo wewe unaambia mwili wako ngojea. Unaambia venye mwili wako unataka, hapana, we'll go in this direction. You fight against the lust of your flesh, or you fight against the lust of things of this world. Bible inasema the lust of money is the root of all evil. Tamaa ya pesa. So sio pesa tu, kuna watu wako na tamaa mingi sana. Kuna mtu wako na tamaa anataka kutembea na kitu simu kwa selfie. By the way, watu wenye wako na simu mnirudishie. Siku mtu shule mnirudishie, mmefanya vizuri. So kuna watu wako na tamaa ya kushinda na simu. Sijui wakifanya nini, hao wako na tamaa. Lakini blessed are those who mourn. Israel. Unavumilia shule sifungo utapata simu. It's like you are mourning. You are denying yourself the things that you are asking for. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. The meek are the humble people. Who is a meek person? The meek person is the person who endure, who persevere, a person of long suffering. He can endure something for a long time, of which is the fruit of the Spirit. These are the people of the kingdom.
Because apparently in the book of Romans chapter 14 verse 16, the kingdom of God is not eating and drinking. It is the righteousness of God to do the right thing, to do the desires of our Father. That is the kingdom. To be righteous, to have the peace of God in your life, and also to have the joy of the Lord. Blessed are those who hunger for the righteous, and who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Lazima uwe una kiu na njaa ya kupenda kufanya vile Mungu anavyotaka. You must be of hunger of righteousness and also thirst of righteousness. In the book of Deuteronomy chapter 28, nasema, and if it shall come to pass, if you shall hearken diligently to the voice of the Lord thy God, then you observe to do according to what I have commanded you this day, I'll set you far above the nations. That is to be hunger of the righteousness of God, to be thirst of the will of God. The righteousness of God, that is the will of God, that is the mind of God, and that is the emotions of God, of the revelation. The will of the righteousness of God is the mind of God, is the will of God, and also is the emotions of God. Utakatifu ni mawazo ya Mungu, mapenzi yake na hisia zake. That is the righteousness of God. So if you want to walk in the righteousness of God, no, the righteousness of God is the emotions. Let's start with the mind. That is the mind of Christ. The mind is the word of God. The mind of God, that is the righteousness. The will of God, that is the righteousness. And also the emotions of God. Huo kijua, msalimu, kwani huu ni Mungu? Hili jambo lenye ninalifanya, is it God or this is just me? We must learn to walk in the kingdom of our God. So blessed are those who hunger for the righteousness and thirst for the righteousness. The hunger of righteousness is the will of God, the mind of God, and the emotions of God. And you shout a mighty great hallelujah. And you say after me, O Lord God, my Father, I ask you for the thirst and the hunger of righteousness. That is the mind of God, to do the mind of God, or to know the mind of God, the emotions of God, and also the will of God, so that you may be able to walk together with Him. For the kingdom of God is not eating or drinking and eating. Sio ile vitu napenda burudani, starehe. Junaiko starehe unakaa kila maisha ya starehe. The kingdom of God is the will of God, is the mind of God. Righteousness is the mind of God, the will of God, and the emotions of God. That is what we call righteousness. May the Lord open your understanding this afternoon, or this morning, in Jesus' name. And He shout a mighty great hallelujah. So blessed are those who hunger, and those who thirst for the righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall get mercy. Blessed are those are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the son of God. Blessed are those who persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who are persecuted for the righteousness' sake. Blessed are those who are persecuted because they are demonstrating the mind of God, the will of God, and the emotions of God. Man, and the soul is made up of the mind, will, and emotion. So once you demonstrate this,
people or the enemy will turn against you. The will of the flesh will turn against you. The will and the mind of your flesh and also the feeling of your flesh will persecute you, will turn against you. There will be that battle against the will of your flesh, the will of your emotions of your flesh, and also the mind of your flesh. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. If you want to be the kingdom, if you want to be the part of his kingdom, you must understand that the Lord wants me and you to exercise the will of God, the mind of God, that is the mind of Christ, and also the emotions. So siku sama tukiwa wakanasikia tukikula ugali na nyama. No, ile ndio nataka. That is your will. Na vile leo ni kubaya. Unaona hata feelings zako unaziprophesy. Zina sense the negativity. They are never positive at all. Abinadai nasema pastor verse 11. Blessed are ye who are reviled and persecuted, and say they say all manner of evil against you falsely for my sake. Heri watu wale saa yote wanasegenywa, wanatukana. Siku moja Jane aliniambia hapa, akakuja hapa akaniambia, mimi kuna kitu kimoja nataka kuambia niambie. Grace aliniambia hivi na hivi. Watu wengine hapo pia waona na watu kuna watu wao wasaidie. So hii ni muafedi grace. But the Bible says blessed are those who are persecuted. But once we get persecution, we start complaining. Hebrews chapter 5 verse 8, the Bible says, oh, Jesus was the Son. He now obeyed through the thing he served. He became the owner of them that believe in him. So people don't want to see persecution. They don't want to face challenges. Watu wanataka kuface matukio fulani. Wanataka tu kujifunika na kusema hallelujah, shangwe sana na Yahweh. But the kingdom of God is not eating and drinking. The kingdom of God is the will of God. Is the mind of Christ. The kingdom of God is the emotion, the feelings zake tusiweza kusikia. But once these guys rejoice, verse 6:12, rejoice and be exceedingly glad. Merudi tena ile gladness, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophet who were before you. So be glad when you get persecuted. When people speak all manners of evil things against you, be glad, rejoice. For the kingdom of God is righteousness, peace, and peace as they talk, and also rejoice, be glad. Ini wewe ukiwa ni wakutoa mdomo, the righteousness of God inasema forgive your enemies. Achana na hapo. Just forget. The kingdom of God is not the way you think. This is the true kingdom. Righteousness, the mind of Christ, the will of God, and also the emotions of God. What are the feelings of God toward this situation? Hallelujah. 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 Amen. You can't say amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. So, learn to ask yourself, is this the will of God? Is this the mind of Christ? Or is this the mind of God? Is this the feelings of God? Even as I do this, how will the Lord feel? Maana Mungu ako na hisia. Kuna mtu mmoja tuliongea naye kuhusu prayer and fasting. Kaniambia
Nikamwambia unajua sisi for all those years tumekuwa katika prayer and fasting, hatujaifunga nyumba tumeenda kuomba huko Katoroni ama huko mahali wako naomba kupumzika. Simply because we are still in work and we are still in God's business. If at all we close our shop, nani watakuja kuhudumia hawa watoto 24/7, majority of them when they were small. So we train ourselves to do the mind of Christ and the will of God. We train ourselves to walk in the feelings of God. Tuseme saa hii apostle Mbogua Miaki, Mungu ametuzungumzia, tunaenda maombi. So watu wa Zion sanga sijui ni kwanza rudini street mkaokote tu wiki mbili tu tunakuja. Si tumeenda maombi. Is that the mind of God? Is that the will of God? Is that the feelings of God? Bwana asifiwe. Is it last month wakati nilikuwa katika prayer 7 days. Nikumbuka prayer moja, basi moja nilikuwa tukiwa Magari. Nilikuwa nimefast ya 7 days. Nilikuwa tu ninakunywa maji. Lakini ili nifanye niwe mnyoga mpaka nikawa mweusi. Mweusi kama nyumba. Sasa Magari akaniambia fasting kama hizi siesta kuziona. Hii inaweza fanya tushikwe hii. Naweza kuambia tulikuwa so wakati nilikuwa nitarisha for that prayer and fasting, Mungu alikuwa ananiambia nataka kufanya kazi fulani. Niambia Mungu, kumbuke ile fasting niko kwa Magari. Mimi sitaka nikae hivyo. Naomba unipe neema. Alikuwa tulikuwa na nyinyi, nilikuwa nafanya tu wapi tukiwa na nyinyi. Lakini nikitembea nilikuwa nasikia kama natembea juu ya hewa. Ukienda hivi. Ndio kuna mtu alikuwa ananiambia hiyo watu tuende site tuone, kaenda. Lakini mimi nikajua kweli niko prayer, kumbe ni Mungu ananisema. Niko natembea juu ya hewa hii. Anasema mimi natembea juu ya hewa. So kuna fasting nyingine unaweza kuwa ili haileti utukufu kwa Mungu. Why? Kwa sababu hujajua the way to do these things. By the way, hata ukiwa unataka kwenda katika maombi ya prayer and fasting, unaambia Mungu nipe ruhusa ya hii maombi. Chukuna wenyewe mnaona wanaitwa maombi wa prayer and fasting, wana fast hata siku 40 bila kukula na kukunywa. Radio umechomoga hapa tu wisdom. Na kusudi tu hapa na tushamfu. Siku ya kwanza wako na shindo kwenda shule lakini tunataka kwa kitani. You should ask God, what's your told me about this? I ask for your strength, I ask for your grace, I ask for your anointing as I do this. So utakuwa unamaliza siku 10 tu watu kwa kipamoa madogo na ugani. Na mkiweko pamoja muangalie sura. Mtu mwenye amekuwa kula wiki nzima mwezi. Huyu mtu ni mmoja huyu hapo. Lakini wewe mwenye umekuwa kwa hizo maombi uko na utukufu wa Mungu. And shout a mighty great hallelujah. Watu wako na kimwili kikubwa kama Nisi, kama Sharon na nani wengine na Makena. Nasema uchuuze hii kimwili kikubwa ni kia kazi gani? Nimeona hivi manyama. So hiyo ni mzuri sana ya kujifichana. Mungu anajificha ndani. Mnakaa na hizo tatu mkiogeana. Tu hapo the temple of the Holy Spirit. Kina majuma hao wamenona mnono. Mnakaa ndani na Mungu, hii nyama ulinipatia ili upate mahali hapo. Kuna wapi kina wajua? Ni akwenda tu. Mtu amejivaa baika huku ili asome kwenye amenona. Well, that body belongs to God. You should make use of that body to praise God. Hallelujah. Ukiona umenona sana, wacha kushinda kusumbuliwa ni yako. Lea, umenona kwa unashinda kutembea vizuri. Bwana mtu akitembea na shida. Make use of your common sense. Use your body as the temple of the Holy Spirit, as the temple of God. Let God work through your body. And it's shout a mighty great hallelujah. Ukiona uko na kilo kama 80 kama zangu,
Haidiki nimeshapita nitazituma kesho. Ukiona kuna kimwili kama hiyo, ndugu, na wewe ukiona nijiulize ni kwa nini unakaa kama waya stima. Na ndio umekula. Bible inasema you shall eat and drink be sacrifice. So unakula na tuone shape ya mwili. Una shida. Apia Mungu tengeneza hii mwili. Ili tutumie uwe beneficial. Sinakumbuka kuna askari nilikuwa nawaambia niuke kumwagilia maji hapa isimame. Unaona hapa? Hapa ingesimama hapa. Nilikuwa na kamlima kana kaina. Akumbuka Reverend Mark alisema Mungu naombea mume wangu umpe nyama. So niko na manyama mingi sana. Nyama. Hizi manyama nilipewa ni za kazi gani? Ni za kutumikia Mungu nazo. Kwanza unaona tu. Haleluya. Unastahili unafanya mpango wa kamwili kako eti. Unaambia Mungu hii kamwili nipate by the way ni ya nini? Hata kama unasukuliwa ni adolescent. Unauliza Mungu, yo, hizi hormones zinanisumbua good. Sasa tutaonana. Pea mwili wako nafasi ya kuongea na Mungu. Sikusumbua unaziambia ogeni na huyo mwenye kukupa. Amwida. Ukiona Mungu amekupa kimwili mkubwa kuliko hata kina Ansare. Jua Mungu anataka kutumia hii mwili for the glory of the Lord. Hallelujah. Bia jirani yako jirani. Unajua huo mwili si wako. Ni wa mwingine. Na ukiharibu huo mwili utaharibiwa wewe. Sema Mungu nipe hekima. Give me wisdom, knowledge and understanding that I may make use of my body well. Hallelujah. Hallelujah. Kuna watu wacha nikuambie. Si unaona kuna watu wamenona lakini uso yao inakaa hajaisha. Na mtu amenona. Unajua ni nini? Yule amekula chakula mingi. So hapo na lot of toxin. Choo imejaa kwa matumbo. So ngozi yake ukiangalia mtu kama ali anakaa huko rochobi huko. Au nagi maji ya kuoga. Na mtu anaona asubuhi na jioni. But when you are to take prayer and fasting, huwa ni kama service umepeleka. Nimepata revelation ya ile nimesema. Juzi nimetoka hapa tukapeleka kina mazee shule na Kevo na Lisa. Tukakuja kwa gari kwa nini na maji. Kwa kanambia siku iangalia asubuhi. Ai. Kisha hapo sio mzuri. Mwambie basi toteni hiyo iko kwa barabara kunyesha mvua. Nisi ndio huyo. Kutoka ile maji na kupia tukamwekelea gari. Akarudisha gari akaenda akakangalia mahali. Hiyo kweli. Ngambia sasa jini saa moja inaelekea tuache kusimamisha rodi huko chini karibu na msitu mwingine huko. Tusimamisha karoli tukavuka tukapeleka. Kaya hiyo gari kwa petroli. Abia jamaa mwingine tulikuwa tunaona na yeye asubuhi akachelewa. Ni hata gari niliacha huko hiyo gari ni no kwa nia. Abia kuno gasket kujana inajua hiyo gari make hiyo hazishi chapani nini gasket mkopoa inakwama inakojea. Huoni sasa. So nikaona acha tuende kuangalia. Sasa wacha tuangalie oil ikafunguliwa. Mwambie msifungue hii engine. Silda head yako achaneni nayo. Hii gari haiyestoma gasket. Sawa. Kufungua oil filter ilikuwa kikombe moja. Oil. Kikombe nyeusi tititi. Nasema silikuwa nimepea jamaa fulani aliyopea labda asikie nini. Mafuta ya kia tukaweka ingine kibuyu tukaweka hivi. Nasema hii gari kwa kusema mafuta tukasukuma ingeko. Nakwambia gari fanye chogio. Really? Nikauliza huyu jamaa wewe. Ama labda ni wewe unaiendesha kwa jana. Ambia sana nikaya hapa zimu. Niliwaacha huko. Lakini
The issue was what? It had not enough oil engine. Adikia. Amepiga ripoti ya kuisha. Hado upete na upande na generator. Mwelewi. Mkwapa na msiki. So, wakati tulipoendelea, huko nilikuwa nataka kumaanisha, hata wewe ni lazima ujue kama wewe unafanyaga mwili wako service. How do you service your body? Sio na kukula. Je, unachomoka na ugali hapo mpaka akina Grace wanakosa part yao. Ni nini unafanyia mwili wako? Ile oil ya kitambo yenye umekuwa nayo. So, ile mafuta yote umekula, ile maugali yote umekula wanja, ni lazima ujue kama inakusaidia. Hallelujah. Na utaanza kuimake use yayo aje ama kwa njia gani? Wakati ule wewe mwenyewe utajitoa, uambie Mungu, nimekuja kwako. Hallelujah. Wakati ule utajua ni lazima mwili wako upatie nafasi ya kutoa uchafu wote. Unafanya hivyo, unabani huo uchafu for the glory of the Lord. Hallelujah. So bravo, ukiendelea tu kukula Dickson, usijali kama uwezi surrender your body for the Lord. Hiyo haina mafuta ya kukula. Hiyo tu achana nayo. So kama wewe hautaweza kujipatia nafasi, kama wewe mwenyewe hautaweza kujitoa, presenting your body as a living sacrifice. Romans 12. Glory be to God. Can you turn our Bibles to the book of Romans? For verse 1, this is what the Bible says. Romans 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Presenting your body as a living sacrifice, which is holy and reasonable, acceptable before the Lord. Present your body a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. The reasonable service is only when you present your body a living sacrifice, which is holy, acceptable to God, of which it means it's a reasonable service. Verse 2, skiza. Verse 2. And do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may be proved what is that good and acceptable, perfect will of God. That you may be able to renew your mind by the renewing of your mind. So, na tumesema the kingdom of God is not drinking or eating, but it is righteousness. The kingdom of God is righteousness,
And the righteousness of God is the will of God, the mind of God, and the emotions of God. That is the kingdom. Hallelujah. So, the person has so learn to present your body as a holy and acceptable, reasonable. Now, how do you present your body? How do you present your body before God? Is when you humble your soul in prayer and fasting. And when you're in prayer and fasting, you don't pray for your things. Unajua watu wanaweza fast at siku 40 ili aweze kubarikiwa na gari. Just give thanks to God, umwambie have come for the perfection. Kuna vitu nyingi Mungu umenipatia, wewe ulimpatia manyumba, ulimpatia baka magari, umenipatia hata watoto, umenipatia baka pesa. Nimekuja kukushukuru na kukuambia wewe Mungu uniweze kuletea ukamilifu kwa haya mambo. Haleluya. Haleluya. Wakati nilipojua hivi, mimi hakuna siku nimesha fast ili Mungu anipe pesa. Hakuna siku nimesha fast Mungu anipe chakula. Hakuna siku tumesha fast na nyinyi ili Mungu atupe chakula ama Mungu atupe pesa za shule. Nikuambia Mungu ni asante kwa sababu ya kanisa lako. Mungu ni asante kwa sababu ya wale watu wako na shida. Tunatubu dhambi na makosa yao. Do you remember how we have been doing? Now because of that, God is able to do exceedingly above all what we think or we ask. He is able to do exceedingly above what you think or you ask. Imagine hata kabla hujauliza huwa anaweza kufanya. So what are we supposed to do? Just to present our body as a living sacrifice, which is holy and acceptable, and which is also a reasonable service. If you want to have a reasonable service, ukitaka kuwa na ibada ambayo ni nzuri mbele za Mungu, learn to go before the Lord by presenting your body as a living sacrifice. Hallelujah. Imagine wewe uko hivi hukuli siku 2, 3, 4, 5, 10. Haukuli, labda ni kukunywa tu na kunywa na bado unafanya mambo yako. What is that? You are presenting your body before God as a living sacrifice which is holy, acceptable before God. And as a result of that, you'll be able to have and be not conformed. By doing that, don't be like the people of this world, but be transformed by the renewing. The more you do that, you are trying to seek the will of God. What is your will, O Father? What is your mind concerning this? What is your feeling toward this? In fact, wakati kwa prayer and fasting, just seek for His righteousness. Bible inatuambia seeking the kingdom of God first, and it is righteousness, and all these things shall be added unto. So when you're in prayer and fasting, it's your high time to ask God, Lord, I have come to present my body before you as a living sacrifice. I know it is holy to you to do this. This is a holy thing that I'm doing before you. And this is acceptable. And this is the only listenable service. And because of this, I have come that you may renew my mind. That I may be able to know what is your mind. What is your will concerning my life. And what is your feeling. The information that the Lord will give you, that is the knowledge. My people perish for the lack of knowledge. And because they have rejected it, they have not asked for that knowledge, I also rejected them. So, as we go in prayer and fasting, many people pray for their things. But the only thing that you are supposed to pray for, can you ask for the knowledge, understanding, and wisdom? Just ask for the information. I need to be informed. And you shall know the truth shall set you free. In the book of Daniel, the Bible says, when the people of God shall know they are God, they shall be strong and do exploit. When you know the will of your Father, when you know the mind of your Father, when you know the feelings of your Father towards your life. Ukijua hivyo,
you'll be strong and be able to do exploits. Kuna watu wanasema hapa, mimi nikiwa mkubwa kama Kevo alisema nitakuwa judge. Juzi nikasikia akasema ninaweza kuwa wakili. Sijui kama malizia atakuwa mtu wa kutetea ni wakili, sijui. Ni kwa sababu ya nini? Mtu hajajua the mind of God concerning his life. Is there any information? What do you know? My people perish for the lack of knowledge. So once you get knowledge, I remember one day we were here praying. Na kitu kimoja Mungu alituambia, mimi nataka mniulize kitu kimoja. Niwe nawajaza na maarifa. Kujua, niwafanyage muweze kujua. Watu ambao wako informed, the informational age, ndio hii tunaitwa IT, si ndio? Si mnaita IT? Informational computers, sijui information technology. Angalia dunia saa hii hata kama hujui kuhusu simu za touch, si ni kama computer. Wewe shida tu na kababe ipo. Vile kanafinywa, si ndio? Ukipewa simu kama ingine uliona shida wako naye, ana shida anainama hata ogeleshi mtu. Jua vile inaendelea, ana shida hivi. Simply because she want to run. Kuna siku ukafikiria hata simu yako itakuwa imebeba bank account. Kuna siku ukafikiria simu yako imebeba mpaka dunia yote nzima. Kuna siku ukafikiria ati mnaweza ongea na mtu na hapo ng'ambo. Kitambo hatukuwa na simu. Kulikuwa na simu ulikuwa unafanyia hivi. Grrr. Zile za kitabu. Unachukua na hello. Zingine zikakuja za zinatoa toro box. Zilikuwa zinakuja hapo, unaenda unafinya na machichi, unaweka mashini. Imagine mtu angekupigia simu ako mbali sasa. Kuna mtu kunaona hiyo duka iko hapa. Hebu tafadhali enda tu munitie huyo mtu. Na huyo mtu anatoka, anakimbia kwanza anaita huyo anachukua simu. Hiyo simu. Wacha achukue simu. Huyo anambia, unataka uniabirie yule msichana wangu. Akikuja hapo maana ninajua atakuja kwa hiyo duka aniambia hapo ati ananua. Mwambie nitakuja ile Jumamosi nyingine. Kitambo tungesema tunakutana wapi pale? Rusabu. Nitafika hapo saa 3 utakuta mtu amesimama hapo. Saa 3 exactly yako hapo. Na alitoka mahali mbali. Anakuja anapewa barua. After na kienda asomea nyumba. Na nitapitia hapa kesho saa 4. Tena huyu mtu anaenda anaandika barua na saa 4. Wewe ndio wapeleke. You post office ikikaa siku nyingi. Kitabu ungetuma barua Ulaya ilikuwa inamaliza 2 weeks. Ulikuwa unaandika barua hivi na mkono. 2 weeks inaenda na inafika. After na kujia 2 weeks. Lakini siku hizi ni hapo. Tia. Ukiangalia mtu atako wapi na WhatsApp mnaongea. Ya simu ana niko mzuri. So unaona kwa sababu ya information ile watu wako naye na Mungu anawapatia hizi maarifa. Sasa dunia yote inaweza kuwa kama ni familia moja. God is good. God is good. Now, that is the other way. The people of the world. If you are informed, you are there to go. But now, when we come into the kingdom, the matters of the kingdom, unakuja sasa, ni lazima uulize Mungu ni nini? What is your mind? I want to know what is your mind towards me. What is your will towards me? What is your feeling? What are your emotions towards my life? Atakwambia mambo yote. Uliza hapo ajeni kidogo. Nataka Mungu nataka niende form 4 nimalize. Nikitoka hapo niende sijui nikuwe na pawan. Aimuja naye nataka niwe na pawan class 8. Shiro ndio mimi nataka kuwa daktari. Mimi nataka kuwa msanii wa nyimbo hizi zingine kwanza alafu nirudie Mungu. So unaona zile vitu mtu anasema. Imagine mtu ako na gift na si mtu ako na information. Tangongo uweko kando. Above all things, what we need to have is the mind of God. Is the will of God in our life. To know the will and the mind of God and the emotions of our Father. And he shout a mighty great hallelujah. Maria asubuhi niliamka. Nikauliza Mungu, naona nataka tuongeni. Mungu nataka nini? Kuhusu watu wakaniambia watu wangu. Kuhusu ufalme ile nilikwambia, watu wangu hawajashika. They have not understood it well. Go and speak it again. So nilikuja hapa niko informed. Ni nini nataka kusema?
kama nikiamuka na note wenye niliona huko Israel wanapigana na bomu, ni kubaya, we at the end time. God is good. Na mtu ajitakase sana, dunia iko karibu kuisha. No? Na ingekuwa tu ni preaching. But we need, as preachers, we need to ask God, what is your mind? What is your will concerning today's service? What are you feeling? What are you feeling? Hata kuambia venye anafeel watu wake venye walipi. You should agree, hallelujah. Once you understand the kingdom of God is the will, the mind, and the emotions of God, you'll be able to walk in His kingdom. He'll become your friend and your father. May the Lord give you that grace in Jesus' name. May the Lord give you that grace in Jesus' name. Can you shout a mighty great hallelujah? Hallelujah. So learn to be presenting your physical body as a living sacrifice to God, which is holy, acceptable, and a reasonable service. That we may not be conformed to this world, but our mind to be renewed. We may have transformation. And by that, people will say, surely these are the people of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza kuja muambie, tuseme Meka, nimekupa hiyo gari brother. Amen, hallelujah. Hiyo gari tarara hapo miaka 10. Unajui kudrive. Hallelujah. Ninasema ukikuwa kuna kitu nataka Mungu akupe, naambia Mungu nataka kujua kuhusu hili jambo. Nataka kujua. Watu walianza kujenga, niambia Mungu nataka unipe hekima, maarifa na ufahamu ya mjengo. Na ni kweli nilikuja kuhudua, lakini kwanza niliweza kusafishwa sawa sawa. Na uko umeokoka vizuri sana na unaongea na lugha. But if you don't ask for the information, you never become wiser than your enemy. Can you shout a mighty great hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Naturally, I release the grace of the kingdom of our Father upon your life in Jesus' name. I release the anointing of the kingdom of our Father, which is the righteousness of God, joy, and peace of God upon your life in Jesus' name. Hallelujah. So bado tunaendelea vizuri na maisha iko sawa, na kama tumehubiri sana, na maisha iko sawa na Mungu ataendelea kuwa Mungu. Hilo mfuate my sister ama usipomfuata, ataendelea kuwa Mungu, na anasema asipotumikiwa na watu anaweza inua mawe. Mawe ni wale watu wenye mioyo migumu waweze kumtumikia. Kwa hivyo Mungu hana hasara. Sema, oh God, make me a vessel of honor in your house, that you may use me for your use in Jesus' name. Simame, and now. Yeah, anza tena. And now. Amen. Pige Bwana makofi. Sawa. Kuna watu tukimaliza ibada hata